Kwanza kwa majina naitwa Happy Kasuja, ni meneja wa AP Beauty Training Center, chuo cha ususi na urembo ambacho kinapatikana Mwanza Nyerere Road, ilipo benki ya Mkombozi ghorofa ya pili. Tunatoa kozi ya aina 4 kwa ngazi ya certificate, lakini nzuri zaidi chuo kina usajili wa NACTVET. Tuna wanafunzi kama mnavyoona wanajifunza kusuka nywele aina mbalimbali, lakini pia tukisogea hapa tutaweza kuona wanafunzi wanafanya huduma ya makeup, wanajifunza kupamba mabibi harusi, kubana nywele, kufunga maremba na kila kitu. Na tuna ujuzi mwingi wa tofauti tofauti. Unaweza kuona haya ni mawigi. Hii ni kazi ya wanafunzi wanafanya. Wanajifunza mambo mbalimbali. Hili ni wigi ambalo limesukwa. Umeliona liko katika design hii. Ni kazi za wanafunzi wanafanya. Lakini pia tuna nywele kama hii hapa kwa akina mama, ambao unaweza ukakuta mtu anapata safari ya ghafla, anahitaji kupendeza kwa dakika chache, lakini muda wa kwenda saluni hana. Ana uwezo wa kuvaa kwa dakika chache na akawa katika muonekano huu akapendeza na mambo mengine yakaendelea. Na tukisogea hapa tutakutana na binti huyu. Unaweza kuona hili ni gauni lililosukwa kwa kutumia rasta. Limesukwa kwa ustadi wa hali ya juu. Ni nywele ni gauni la Kiafrika. Unaweza ukavaa kwenye sherehe, kwenye maonyesho, lakini na sehemu nyingine tofauti tofauti. Tunawakaribisha AP Beauty Training Center. Kwanza kabisa kitu tunachokifanya ambacho tumekibuni ni kuhakikisha kila mwanafunzi anayekuja AP Beauty tunampa cha ziada kama hiki hapa, ambacho anaweza kujifunza ubunifu wa hali ya juu, kama ulivyosema kwamba marimbwende wanavyovalishwa nguo, lakini akivaa hii nguo inaweza kututangaza hata Afrika. Unaweza kuiona hii ni rasta, imesukwa kwa mkono. Ni nywele ambayo wanafunzi wamesuka nywele ya mkono na wameweza kutengeneza kitu cha namna hii. Lakini pia ukifika hapa pembeni tutakutana na mnyama wa namna hii. Huyu ni chui. Chui huyu ametengenezwa kwa ustadi mkubwa sana. Kutoka kwenye rasta tunazosuka kichwani, nywele tunazotengenezwa kichwani, tukatengeneza mnyama wa namna hii. Anapendeza. Unaona Kwa hiyo vijana wakiwa na mbinu na ubunifu wa namna hii kupitia tasnia ya urembo ya AP Beauty Training Center wanaweza kufanya makubwa zaidi. Kwa majina naitwa Jumbe Mateso, ni mkazi wa hapa Mwanza mjini. Nakaa Mkuyuni. Nimejiunga na AP Beauty Training Center mwaka huu tarehe 28 mwezi wa kwanza. Ndio nilipojiunga AP Beauty Training Center kwa kozi ya ususi. Nimesoma ususi pale, nimemaliza. Nimechukua kozi pia ya mapambo. Nimesoma kozi ya mapambo kwa miezi 4, pia nikachukua kozi ya ususi kwa miezi 4, na kwa sasa hivi niko vizuri. Naweza kufanya kazi zote mbili kwa muda ambao nakuwa nimejipangia mimi mwenyewe. Baada ya kipi kilichokushawishi mpaka kusomea hii fani, na pengine matamanio yako ni kufika wapi kama mwanaume ambao unafanya kazi? Kwanza namshukuru Mungu kujiunga na hichi chuo kwa sababu kimenisaidia mimi kuondoka kwenye maisha mengine nilikuwa naishi hapo zamani. Nimekuja kwenye maisha ya urembo. Kwa sababu gani? Nimeweza kujikwamua kwenye mambo mengi. Nimeweza pia hata kujitegemea mwenyewe kutokana na kazi zangu nyumbani ninazofanya na mtaani pia. Naweza ikatokea sherehe nikafanya kazi ya kupamba. Naweza ikatokea mtu anahitaji kusukwa, naweza nikamsuka. Hivyo tu, yani na washauri pia na vijana wenzangu wa kiume, hizi kazi tusiwaachie wadada tu, kwa sababu wadada hawa pia wanatutegemea sisi. Kwa hiyo hizi mdada akakaa nyumbani na mwanaume pia akae nyumbani. Kwa hiyo na sisi wavulana tusichague kazi za ususi ni za wote, ili mradi tu ujuzi uwe nao. Majina naitwa Madam Diana Constantine. Nipo katika chuo cha AP Beauty Training Center. Ni mwalimu wa kozi ya ususi. Tueleze kama mwalimu. Elezea hii mtoa kozi za wanafunzi wa aina gani na wito wenu sasa? Kozi tunazotoa, tuna kozi mbalimbali. Kozi ya kwanza tuna kozi ya ususi, ambayo kozi hii mwanafunzi anaipata ndani ya miezi 4. Na kozi ya ususi atajifunza kusuka nywele mbalimbali ikiwemo nywele ya msoli. Tuzungumzie maonesho.
maonyesho. Uwepo wenu kuja hapa kwenye maonyesho, mna ofa gani mnazozitoa kwa wateja ili muendelee kujitangaza zaidi? Ofa ya kwanza tunaitoa kwa wateja, kitu cha kwanza, mteja akifika hapa ataangalia bidhaa wanafunzi waliotengeneza, na ofa ya pili, akihitaji kusuka pia tunamtengeneza, na ofa ya tatu tupo kwa ajili ya kutangaza.